Karibisha kila mmoja wetu kwa ibada ya siku ya leo, ikiwa ni ibada ya familia. Tunapokuja pamoja, nashukuru Bwana maana umefika. Nashukuru Bwana kwamba neno la Bwana litakuja kwako na nguvu na litaleta mbadiliko katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo ni siku nyingine ambayo Bwana ameunda ili tufurahie ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nakaribisha wale ambao watatutazama kwa online. We welcome you. I want you to know that we love you and we pray for you. We think God things toward you, and you are very, very important in the name of Jesus. And if you want to get to get us or prayer line, we have the number in the name of Jesus. And may the Lord bless you even for choosing to listen to the message, and we know that this message will bring change to your life in Jesus' mighty name. This is another day the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. As we come almost the end of 2021. And I know the Lord is faithful to us, and He will be together with us in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Today I want us just to share the word of God. And I know that the Lord will speak to your heart in the name of Jesus. Last Sunday we talked about the keys of the kingdom. And I know things have been opened for you. And today I want us to share concerning destiny killers. In the name of Jesus. And when we talk about the destiny, we are talking about that which must or have to happen. That must or had to happen. Or it is the end of a thing. Hallelujah. And each one of us, we have a destiny. Each one of us, we have a destiny. Hallelujah. And the word of God says in Mark chapter 1 and verse 15. As we read the foundation, it says 15. Mark chapter 1 verse 15. And the saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Hallelujah. Amen. Amen. This is Jesus speaking and saying that the time has been fulfilled, and the kingdom of God is at hand. So he says, repent and believe the gospel. Hallelujah. Amen. Because the gospel changes our destiny. Hallelujah. Amen. The gospel changes our destiny. Before we give our life to Jesus, our destiny was destruction. But when you receive Christ, our destiny changes. It becomes our destiny now is eternal life. It's eternal life by believing Jesus Christ. By believing what Jesus did on the cross. It changed our destiny in the name of Jesus Christ. And Jeremiah says, Jeremiah 21, 29 and verse 11. Jeremiah talks about God speaks through Jeremiah as he speaks about our future, as he speaks about our destiny. And this is what Jeremiah says. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Hallelujah. Amen.
This is God speaking to us. Huyu ni Mungu anatunenea. And he says, for I know Anasema kwamba ninajua mawazo that I think toward you. Ninayowafikiria. Amen. That means God has thoughts toward us. Mungu ana mawazo juu There are yetu. things God is thinking about us. Mambo Mungu anatufikiria. And it's about our future. Na ni juu ya kesho yetu. Hallelujah. Amen. Amen. The thoughts God has for you and me is about my future. To give me a bright future. To give me a good future. In the name of Jesus Christ. And he says, at the thoughts of good, not of evil. Hallelujah. Amen. Thoughts of good. That God plans to do good to you. Not an evil thing. That means if evil comes to me, it does not come from God. Hallelujah. Amen. That sickness you go through, it's not from God. God is not involved in it. But he is planning a good plan. He has good thoughts toward you to give you a bright future. He is talking about your end. He is talking about your destiny. What God has for you. Hallelujah. Amen. These are plans of God. I know that my future is brighter, is better than today. Hallelujah. Amen. My future is brighter, is better than today. In the name of Jesus. Tell somebody my future is better than today. In the name of Jesus. Hallelujah. If you have seen God in your life today, your future is better. You will see Him more. Hallelujah. Amen. So that tells me when I am in Jesus Christ, when I am saved, I have a bright future. I have a better future in the name of Jesus Christ. Paul says in Psalms 40. The Psalms tells us that is Psalms 40, verse 5. It says like this. Many, O Lord, my God, are your wonderful works, which you have done, and your thoughts, which are toward me. They cannot be recounted in order unto you. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Hallelujah. Amen. Amen. It's talking of what God does to us. And what God will do to us to add our future, to add our destiny. In the name of Jesus. David says, many, O Lord, my God, are your wonderful works. Hallelujah. Amen. He has seen wonderful works of God in his life, which God has done to him, and which God is going to do to his life in the name of Jesus. And he says, and your thoughts, which are toward us. The thoughts of God toward me, toward you, are wonderful. Hallelujah. Amen. They are wonderful. Because God is not a man. Amen. God is God. He has a good plan for each one of us. In the name of Jesus Christ. And he says they cannot be counted. In order unto you.
No one can be able to recount what God has done. Hakuna mtu anaweza sema vile Mungu It's so ametenda. much Ni that I zaidi cannot be able to tell it all. kwamba siwezi hata nikayasema. Hallelujah. Amen. It's so much Ni mengi that I cannot be able to recount it. kwamba siwezi nikaihesabu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Even if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Hata nikayasema ni zaidi kuliko vile naweza sema. Amen. Amen. That means Ni kumaanisha God has a good and wonderful plan for us. Mungu ana mipango In miema na ya every ajabu area, katika hali God yote. has a good and wonderful plan Mungu ana mipango miema na ya ajabu for your future, kwa sababu ya kesho for yako, your destiny. kwa sababu ya mwisho wako, In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. Amen. Amen. Let us go to Job. Twende katika kitabu Something cha I want Mungu. us to speak here, Kuna jambo tunataka because sometimes kwa sababu mara nyingine we think that our destiny has to start great. kwa sababu tunafikiria mwisho wetu lazima No. uanze ukiwa mkubwa. In Hapana. Job 8:7, Katika Ayubu sura ya 8 mstari wa 7. Job 8:7, Ayubu sura ya 8 mstari wa he 7. says what? Though your beginning was small, yet your latter end should greatly increase. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Even though your beginning was big small, Hata kama mwanzo wako ulikuwa mdogo, your end mwisho wako should greatly increase. unastahili kuongezeka zaidi. That means Ni kumaanisha my destiny is not determined by the way I start. mwisho wangu hailinganishwi na vile ninavyoanza. Hallelujah. Amen. I will start small, Nitaanza nikiwa but mdogo, my end shall be great. lakini mwisho wangu utakuwa mkubwa. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So my beginning Kwa hivyo mwanzo wangu should not bind me. haufai kunifunga. Hallelujah. Amen. It doesn't matter where I start. Haijalishi ninaanza wapi. Let us see it in Ecclesiastes. You get it. 7:8. 7:8. It says like this: better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patience in spirit is better than the proud in spirit. Hallelujah. Amen. I read again. Better is the end of a thing than the beginning. Hallelujah. Amen. Better is the end of a thing than the beginning. Ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Hallelujah. Amen. Yes, I start small, Hiyo ninaanza nikiwa mdogo, but better is the end. lakini ni heri mwisho. But the Bible says Biblia inasema that it doesn't matter that I start small, ninaanza nikiwa the mdogo, beginning is small, mwanzo ni mdogo, but it greatly increase. lakini naenda ukiongezeka. Hallelujah. Amen. 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 That means Ni kumaanisha where I am, mahali niko, it doesn't matter where I am, haijalishi niko I wapi, can grow. ninaweza Hallelujah. Amen. I can increase ninaweza ongezeka to my destiny. kama nifikie mwisho wangu. Hallelujah. Amen. Amen. Where I start, Mahali ninapoanza I am not bound. The sijafungwa way I start, vile ninapoanza. I may start small, Ninaweza anza nikiwa but mdogo, it increases lakini to the end. ninaenda nikiongezeka And mpaka mwisho. Ecclesiastes tells us that the end of a thing is better than the beginning. Kwamba mwisho wa jambo ni Hallelujah. mwanzo. Amen. The end of a thing. Mwisho wa jambo. So I may suffer Kwa hivyo naweza in teseka. the small beginning, Ninapoanza nikiwa but mdogo, the end, lakini mwisho I'm wangu gonna rejoice. nitafurahia. Hallelujah. Amen. Amen. In the end, Mwisho I'm wangu gonna rejoice. And nitafurahia. that is why I'm Na saying ndiposa nasema that my future kesho yangu is better, nzuri, is brighter than inang'aa today. kuliko leo. Amen. Amen. The things I go through today, Mambo ninayopitia I leo, will not go through them in the future. sitayapitia kesho. Hallelujah. Amen. 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 And he says
let me read. Patience in spirit is better than the proud in spirit. Inasema uvumilivu katika roho ni mzuri kuliko kiburi katika roho. Hallelujah. Amen. Patience. Uvumilivu. Because when I start small, I must be patient. Lazima niwe na uvumilivu. Hallelujah. Amen. Patience in the spirit. Uvumilivu katika roho. That I may increase. Ili niweze kuongezeka. Hallelujah. Amen. That the word of the Lord, Neno la Bwana. that the end of a thing is better than the beginning, Mwisho wa jambo ni shall be fulfilled. Utimilike. Hallelujah. Amen. Amen. Because you see, I must be patient Kwa hivyo naye faa kuwa in the spirit. katika roho. And if I am proud in the spirit, Ninapokuwa na kiburi I katika will roho. not start small. Sitaanza nikiwa mchache. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And this is where many a time we are bound. Na hapo ndipo tumefungwa. We don't desire to start small. Tutamani kuanza kidogo. And the beginning of a thing Na mwanzo wa jambo does not matter. haujalishi. Because you increase Kwa sababu in the utaongezeka end. pale mwisho. Hallelujah. Amen. Amen. So my destiny Kwa hivyo mwisho wangu is not determined by the way I was brought up, na vile nilivyo leo. by the way I am Na today. vile nilivyo leo. My destiny Mwisho wangu is brighter, unang'aa, is better ni mzuri than today. kuliko leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. You see, when we have a bright future Tunapokuwa na kesho and a njema good destiny, na mwisho mzuri, what happens? kile kinatendeka. We are talking about destiny killers. Tunanena juu These are plans of God for our life. Hii ni mipango ya Mungu juu ya maisha yetu. Our destiny is in the hearts of God. Mwisho wetu As a believer, our destiny is in the hands of the Lord. Mwisho wetu uko katika Hallelujah. Amen. So if it's in the hands of the Lord, there are other things which try to destroy our destiny. Kuna mambo mengine yanajaribu And we need to understand na tunastahili kujua that the word of God is true. neno la Mungu ni la And kweli. God is looking unto his word Na Mungu anatazama to neno lake perform it. ili akalitende. Hallelujah. Amen. Amen. He has spoken about me. Amenena That juu he yangu. has given me a bright Na future. amenipa kesho A good njema. future. But there is a enemy out there Lakini kuna adui pale looking nje unto me to anayenitazama kill my destiny, ili auwe mwisho to wangu. destroy my destiny. Aharibu mwisho wangu. Hallelujah. Amen. That I may not see the faithfulness of God. Ili nisione uaminifu wa That I Mungu. may not see or experience Ili nisiweze the kuona joy furaha the Lord has given unto me. ambayo Bwana That amenipa. the plans of God Kwamba mipango ya may Mungu not be fulfilled isitimilike in my life. katika maisha yangu. Hallelujah. Amen. 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 The destiny killers. Wanaoua mwisho yetu. I want to give you a few examples in the Bible. Nataka kuwapa mfano And the many parts of the Bible, of the word of the Lord. na sehemu nyingi katika neno la You Mungu. find a lot of men who are destiny killers. Utapata wengi ambao ni wakuua mwisho yetu. But let me give you few. Lakini wacha niwape. And I start with Moses. Na nianze na Musa. This young man called Huyu Moses. kijana mdogo aliyeitwa In Musa. Exodus chapter 2, Katika Kutoka the sura ya Bible 2. says, Biblia inasema we read just first the few verses, the first verses. It says, and there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi, and the woman conceived and bore a son. And when she saw him that he was fine short, she hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him a nut of bulrushes and dabbed it with tar and with pitch, and put the child in it. And she laid it among the reeds by the river bank. And his sister stood far off to know what would be done to him. Hallelujah. Look at it. Look at it. Moses Musa was born alizaliwa in a very critical time.
Na katika hali ilikuwa mbaya. God was looking for a man. Mungu alikuwa anatazama mtu To deliver the children of ili Israel akomboe Wanaisraeli kutoka Misri. Hallelujah. Amen. And the king, the Pharaoh, the king of Egypt, Na Farao mfalme wa had Misri given orders na alipatiana that every amri child kwamba kila mtoto who is as a boy ambaye ni or kijana a man ambaye ni being kijana killed at birth. auliwe akizaliwa. Hallelujah. Amen. Amen. And you see, now God is looking for a Na man. unaona Mungu anatafuta But the mtu. enemy here he is. Lakini adui yuko He has hapa. given orders. Amepatiana amri. And at the same time, Kwamba wakati huo God is looking for a man. Mungu anatazama mtu, anatafuta mtu. Hallelujah. Amen. The enemy Adui want to destroy the plans of God. anataka kuharibu mipango ya And Mungu. he is seeing these people are getting multiplied. Na anaona hawa watu He wanajaribu. want to bring them to an end. Anataka That they kufikisha remain slaves. ili waishi wakiwa And the watumwa. man of Moses, Na he saw a good boy, akaona mtoto a mzuri, beautiful boy. mtoto mrembo, He hid him akamficha in the water. pale katika maji. Hallelujah. Amen. That he may not be killed. Ili asiuliwe. The Pharaoh is looking to destroy the destiny Farao anatafuta kuharibu of mwisho Moses. wa Musa. Hallelujah. Amen. 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 And you see how God works. Angalia vile Mungu anafanya kazi. He gives the mother wisdom. Akampa mama And hekima. the child is hidden in the river. Na mtoto anaficha And then the katika daughter maji. of Pharaoh comes to watch. Na msichana wa Farao And anakuja find the kuomba. child. Na akapata mtoto. Hallelujah. Amen. 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 You see, when you fear God Unapomcha and Mungu when you live a holy life, na unapoishi maisha no matakatifu, devil will destroy your destiny. hakuna shetani ataharibu mwisho wako. No devil. Hakuna shetani. No devil could destroy the destiny of Moses. Hakuna shetani angeharibu mwisho There wa are Musa. other men or boys who are born and killed. Kuna vijana wengine But walizaliwa Moses could not kauliwa, be touched. lakini Musa hangeguzwa. Surprisingly, Mambo ya kushangaza. the same person Mtu yule yule who gave orders aliyepatiana for amri these young boys to be killed hawa vijana is wawili, the same person yeye ndiye who yule brings up Moses. aliyemlea Musa. Hallelujah. Amen. The same man. Yule mtu He educated him in his own wisdom. alimwelimisha na hekima The yake. Bible says that he was educated in all wisdom of Egypt. Anasema kwamba alielimishwa na hekima yote ya Without Misri. knowing, Bila the kujua, same man, huyu mtu he carried the destiny of the children of Israel. anabeba mwisho wa wana Israeli. Amen. Amen. And the time when the time is fulfilled, Na wakati umetimilika, Moses comes to deliver the children of Israel. Musa anakuja kuwakomboa na Israeli. Amen. Amen. He comes to the same man Anakuja kwa yule mtu who brought him up. aliyemlea. Hallelujah. Amen. 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 It doesn't matter the plans of the enemy. Haijalishi mipango When ya you fear shetani. God, Unapomcha when Mungu, you are holy, unapokuwa it doesn't mtakatifu, matter haijalishi. that no devil can kill your destiny. Hakuna shetani anaweza kuua mwisho wako. No man can destroy your destiny. Hakuna mtu anaweza No kuua one. mwisho wako. In the Hakuna. name of Jesus. Katika jina la No Yesu. witch. Hakuna mchawi. No sorcerer. Hakuna Hallelujah. Amen. No. No one can touch you. Hakuna mtu anaweza kukuguza. See, when you understand the plans of God for your life, Unapofahamu mipango ya Mungu juu ya look maisha at yako. Moses. Angalia He Musa. carries, because each and every one of Kwa us, sababu kila mmoja wetu you carry somebody in your destiny. unabeba mtu katika You are mwisho not wako. alone. Wewe hauko peke yako. Hallelujah. Amen. Moses Musa carried the whole Israelites. anabeba Israeli nzima. Their destiny was in his hands. Mwisho wao ulikuwa katika mikono Are yake. you getting me? Unanishika. Their destiny was in his hands. Mwisho wao ulikuwa katika mikono wake. That when he comes and delivers them, Ili anapokuja na they will go kuwakomboa, to the promised land. wataenda katika An mji wa land ahadi. flowing with milk and honey. Mji unaotirika na No maziwa one na asali. had that responsibility. Hakuna mwingine aliyekuwa na ile It's kazi. Moses. Ni Musa. He carried their destiny. Alibeba mwisho wao. Hallelujah. Amen. So if Moses had been destroyed before, Kwa hivyo kama Musa the destiny of the children of Israel would have been destroyed. ungeangamizwa. Are we together? Amen. Amen? You need to understand who you
you are. Unastahili kujua wewe You ni carry nani. a destiny of somebody. Unabeba mwisho wa mtu. Hallelujah. Amen. Some of us, we carry the destiny of multitudes. Wengi wetu tunabeba mwisho wa watu wengi. Hallelujah. Amen. You have your destiny. Mwisho wako. There are people who are attached to it. Kuna watu ambao And wamezalisha when nayo. the enemy destroys you, Na wakati adui he anakuharibu, destroys the destiny of the rest. anaharibu mwisho wa watu wengi. Hallelujah. Amen. 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 Let us continue a bit because I don't have time to explain. There is a lot we can talk about this. Kuna mengi tunaweza nena juu ya hii. When you go to Judges, Unapoenda katika Waamuzi. Judges chapter 16, and you can read for yourself Waamuzi sura ya 16. about Samson. Juu ya Samson. Samson had a good and bright future. Samson alikuwa na kesho mzuri. Oh, hallelujah. Hallelujah. This man was born, God had a plan for him. Huyu mtu Mungu alikuwa na mpango juu But yake. because of his own foolishness, Lakini kwa sababu ya ujinga he wake, destroyed his destiny. aliharibu mwisho wake. Are we together? Amen. Amen? Amen. You see, the Bible says that he went down and found Delilah. You can read the lesson. There is a lot you can learn from there. Alienda akapatana na Delila. He got Delilah. Akampata Delila. Hallelujah. Amen. And Delilah stands for every prostitute. Na Delila nasimamia kwa kahaba wote. That is what I say. Hivyo ndivyo nasema. Any evil doer Kila anayetenda maovu is Delilah. ni Delila. And he is looking Delilah. See, listen to me. Sikiza. There are people in Kuna the watu church. katika kanisa You will never find them in problems. hautawapata katika mashida. You will find them, they are believers, Utawapata ni but you will waamini. find them in their own thing. Utawapata They are katika mambo succeeding. yao Whatever wanafahamu. they are doing, they are succeeding. Kile wanachofanya But for wanafahamu. you, Lakini you are kama struggling. wewe bado unang'ang'ana. Hallelujah. Amen. 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 Listen to me. Sikiza. Then, Wao their destiny does not touch the devil. wao He doesn't feel the impact. haugusi But there are people, lakini kuna watu they will struggle watang'ang'ana because they carry great destiny. kwa sababu wamebeba mwisho mkubwa. You understand me? Amen. You understand me? Amen. Amen? Amen. When you are called as a servant of God, Unapokuwa umeitwa there is kama a mtumishi wa call Mungu, upon you. kuna mwito Your juu yako. destiny is great. Mwisho wako ni You are mkubwa. carrying the nation Unabeba mataifa on your shoulders. juu ya mabega In yako. your destiny, Katika mwisho wako the enemy will focus to you. adui atakuelekea. Amen. Amen. Another person Mtu is mwingine just a member. ni The enemy is not concerned about this one. hajalishwi na He's huyu, concerned about the great destiny. anajalishwa na yule This is anayebeba mwisho what mkubwa. happened to Samson. Hii ndio ilitendekea Samson Samson. did not understand who he is Samson hakujua yeye and ni the nani destiny he carries. na mwisho ambao anabeba, And he died as a fool. na alikufa kama mjinga. Hallelujah. Amen. 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 See, witches are here. Wachawi wako Because hapo. the Philistines Kwa sababu were Wafilisti witches. walikuwa wachawi, They were sorcerers. walikuwa warogi, They were idol worshippers. walikuwa wakuabudu They were sanamu, enemies of God. walikuwa adui wa Mungu. Samson was raised Samson alilelewa to destroy Philistines. ili awaangamize But Wafilisti, instead of destroying them, lakini baada ya He was kuwaangamiza aliangamizwa. hallelujah. Amen. Be careful. The destiny you carry. Jihadhari Hallelujah. na ule mwisho ambao umebeba. Hallelujah. Amen. Be careful. Ujihadhari Because if you don't take care of yourself kwa sababu usipo jihadhari and fight na upigane and stand for your destiny, na usimame kwa sababu ya the mwisho wako, enemy will destroy you. adui atakuangamiza ama atakuharibu. Are we together? Amen. 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 And they will do their own witchcraft. Na watafanya uchawi wao, And if you don't stand well, na usiposimama They will bring you vizuri down. watakuleta chini, as they did to Samson. vile walivyofanya kwa Samson. Huh? Samson was being told by his parents, Samson aliambiwa na Don't wazazi do wake this. usifanye hivi, but he used to do it. lakini alikuwa akifanya hivyo. Be somebody who understands when you are told this is not right, this is not right.
accept it's not right. Kuwa mtu ambaye anaambiwa hivi si vizuri, hivi si vizuri na anakubali. Tunaelewana? Amen. There are witches are there looking for you. Wachawi wako pale wanakuangalia. There is snake here, maybe even your own brother. Wako hata labda mandugu zako ambao umezaliwa pamoja. It might be your uncle. Inaweza kuwa mjomba wako. It might be your neighbor. Inaweza kuwa jirani yako. Destiny killer. Anayeharibu mwisho wako. Because you want to destroy your life. Kwa sababu anataka kuharibu maisha yako. At the end. Na mwisho. Samson died without even a wife. Mwisho wake Samson alikufa hata bila bibi. Hallelujah. Amen. We can talk about David. Tunaweza nena juu ya Daudi. In 1 Samuel chapters from around 16 there. Katika Samuel wa kwanza. We can talk about David. Tunaweza nena juu ya Daudi. David had a great destiny. Daudi alikuwa na mwisho mkubwa. From the time he was born. Kutoka wakati alipozaliwa. Samuel came and anointed him the king. Samuel alikuja akamtilia mafuta. And what happened to David? Lakini nini ilimtendekea Daudi? King Saul. Mfalme Sauli chased him. Alimfukuza. In the mountains. Milimani. In the strongholds. Katika he wanted to destroy this destiny. Alitaka kuharibu huu mwisho. Hallelujah. Amen. Maybe there are things which are chasing you. Labda kuna mambo ambayo there are things you are going through. Kuna mambo unayopitia. Maybe it's because of your destiny. Labda ni kwa sababu ya mwisho wako. Your great destiny. Mwisho wako mkubwa. Hallelujah. Amen. Amen. Are we together? Amen. Before David was anointed, kabla Daudi kutiliwa mafuta, king over Israel, mfalme wa Israeli, he was very peaceful. Alikuwa mtu alikuwa na amani. But the day he received the anointing, lakini alipopokea upako, the Bible talks about the bear. Biblia inasema juu ya it talks about the lion. Inanena juu ya simba. It talks about the Goliath. Inanena juu ya Goliath. It talks about who? Inanena Saul. juu ya Sauli. Hallelujah. Amen. All of them wote were after the life of David. Walikuwa nataka maisha ya Daudi. Amen. Amen. Are we together? Amen. The bear and the lion, simba na duba, they were coming for what David was keeping. Ilikuwa inakuja ili chukue kile ambacho Daudi alikuwa nacho. And it's not that which they desire. They desire the life of David. Lakini hawakutamani hiyo, lakini maisha ya Daudi. But David stood. Lakini Daudi akasimama. Goliath was after David. Alikuwa anataka Daudi. Hallelujah. Mostly we read that David said, I will go to fight. Tunasema kwamba Daudi alisema hallelujah. Because I have the destiny. I have to face the Goliath. I have to deal this Goliath in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But because God, David knew his God. Lakini kwa sababu Daudi alijua Mungu wake. He knew who has given him great destiny. Alijua ni nani ambaye amempa mwisho mkubwa. Hallelujah. Amen. Even when Goliath was speaking his words, David told him, I come to you in the name of my God, the God of Israel, the army you have despised. Hallelujah. Amen. He knew his God. It's very important for you to understand who is your God. Who has given you that destiny. It doesn't matter where you are. I decree to you that you have a great destiny. In the name of Jesus. It doesn't matter the suffering you have suffered. Your destiny still stands. Pick up your things and stand up. Head to your destiny in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. You know, there is a lot we can talk. We can talk about Jesus. There are many boys who are destroyed. And who was being looked after? Jesus. Hallelujah. Amen. He was being looked after by the king to be killed. That this destiny may be stopped. You know the story how it went. And Jesus stood to the end. Hallelujah. Amen. Amen. We can talk
Tunaweza nena juu ya Paulo. Hallelujah. Immediately he got saved. Alipookoka In the city of Damascus. katika mji wa Damascus. After he met Jesus. Baada ya kupatana na Yesu. Paul, in order for him to leave the city of Damascus. Ili atoke katika mji wa Damascus. What happened to him? Nini ilimfanyikia? He was thrown. The Bible says. Biblia inasema That the Jews. Wayahudi. And the Pharisees. Na Wafarisayo. And the Sadducees. Na Wasadukayo. They were waiting for Paul at the gate day and night. Walikuwa wanamngojea Paulo katika mlango usiku na mchana. Hallelujah. Amen. 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 They were waiting for him. Walikuwa wanamngojea To kill him. ili wamuue. Why? Kwa nini? The destiny of Paul has changed. Mwisho wa Paulo His destiny umebadilika. has changed. Mwisho wake umebadilika. Before he was a persecutor of the church. Kabla alikuwa mtu wa His kuharibu destiny kanisa. was to be destroyed. Mwisho wake ulikuwa But now, sasa he preached anahubiri Christ, Kristo whom he was persecuting. ambaye alikuwa Hallelujah. kama Oh, Pharisees and Sadducees could not understand this. Wafarisayo na Wasadukayo hawangefahamu hii. They waited for him. Walikuwa wanamngojea. But the brethren Wapendwa, drew him walimrusha in a basket kupitia kikapu, through a window. wakamrusha That he kupitia kwa might get dirisha lost. ili atoroke. Hallelujah. Amen. 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 Are we together? Come to me. They were looking for Paul. Walikuwa wanatafuta Paul. Who was putting Paul in a basket and throwing him out? Nani walimweka katika kikapu wakamtupa They nje? are believers. Ni waaminio. Hallelujah. Amen. They were who? Walikuwa They were believers. waaminio. The Pharisees Wafarisayo and the Sadducees na and Wasadukayo the Jews na Wayahudi were not after them, they were after Paul. walikuwa wanatafuta Paulo. Have you got it? See, they were believers. Walikuwa waaminio. Were they believers? Kwa nini hawakuwa wakiuliwa? They were not interested with them, but they were interested with Paul. Walikuwa wanataka Paulo mwenyewe. It's not because Paul used to persecute, it's because of the destiny of Paul. Ilikuwa ni kwa sababu ya mwisho wa Paulo. Hallelujah. Amen. The great destiny, Mwisho the mkubwa, work he had to do. ile kazi That angefanya. is what they were after. Hiyo ndio walikuwa wanatafuta. Amen. Amen. Now listen to me. Sikiza. How is your destiny? Mwisho wako uko namna gani? How is your destiny? Mwisho wako uko namna gani? Is your destiny great? Mwisho wako ni mkuu? What is your call? Mwisho wako ni Because many a time we suffer, kwa sababu wakati wetu wateseka, and sometimes we suffer because of our own ni sin, kwa sababu wakati wetu wateseka not because of our destiny. sio kwa sababu ya mwisho wetu. That's clear. Amen. And we say it's because I am saved. Na tunasema It's because I am serving God. ni kwa sababu It's because I am doing this. Ni kwa sababu nafanya No. hivi. Hapana. If it's because of your sin, repent Kama ni kwa sababu ya dhambi zako tu and confess na ukiri and turn away from every wicked way. na ugeuke kutoka kwa And the maovu persecution comes to an end. na ile kuteseka itafika mwisho. Hallelujah. Amen. But if it's for your destiny, Lakini kama ni kwa sababu ya mwisho wako, you fight to the end. pigana mpaka mwisho. Hallelujah. Amen. There is no giving up Hakuna kukata tamaa in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. We can talk about Ahab and Jezebel. Tunaweza nenda juu ya Ahab na Jezebel. These were destiny killers. Hawa walikuwa ni wa kuharibu mwisho wa wengi. Destiny killers. You can read that from First King chapter 17, 18, 19, 20, 21.
until you come to the end of the reign of Ahab. mpaka mwisho, ufike mwisho wa utawala wa Ahab. Because these were destiny killers. Kwa sababu hawa walikuwa wakuharibu mwisho. They made Elijah to run. Walifanya Elijah atoroke. Hallelujah. Amen. Amen. They killed Naboth. Waliua Naboth. Destroying the destiny of men of God, the prophets. Waliharibu mwisho wa watu wa Mungu. And do you know Na unajua that you are a prophet? wewe ni nabii. Everyone who is born again Yule ambaye ameokoka is a prophet of ni God. nabii wa Mungu. Because what we have is a word of prophecy. Kwa sababu kile ambacho And each neno one of us, na kila mmoja we wetu ought to preach the word. tunastahili kuhubiri We ought neno. to prophesy Tunastahili kutoa in the unabii name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. There is no one to sit down. Hakuna mtu anastahili We kukaa chini. are there to do the work of the ministry. Tuko hapa kufanya kazi ya Hallelujah. huduma. Amen. 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 Tell somebody you are a son of a prophet. Ambia mtu wewe ni mwana wa nabii. If you are a son of a prophet, Ama wewe ni mwana wa nabii, the prophet prophesies nabii hutoa and unabii the sons prophesy. na wana hutoa unabii. Ask him or her, do you prophesy? Do you prophesy? Not for the sake of asking. Sio kwa sababu tu ya kuuliza. Do you do that? Unafanya Do hivyo. you prophesy? Unatoa unabii. Hallelujah. Amen. Amen. So you see, when you look at Jezebel, Unapoangalia Jezebel, he killed so many people, aliua watu wengi, destroying their destiny. akiharibu mwisho wao. He could not desire Hangetamani, or desire to see hangetamani kuona anyone mtu yeyote who fears God, anayemcha Mungu, who worships God in the spirit and in truth. anayemwabudu Mungu. He kwa was roho na kweli. always Alikuwa kila wakati after them. akiwatafuta. And you know, she was full of witchcraft, Unajua alikuwa amejaa uchawi, idolatry. kuabudu sanamu. Hallelujah. Amen. Jealousy. Alikuwa na She was a coveter. alikuwa Hallelujah. Amen. 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 So listen to me. Kwa hivyo sikiza, It's a high time ni wakati mzuri you deal with your destiny killer. ufanyie kazi wanaoharibu mwisho wako, kinachoharibu mwisho wako. Maybe for you say it's a curse. Labda kwamba unasema ni laana, Deal with the curse. fanyia kazi hiyo laana. Hallelujah. Amen. Maybe you are pulling one another in your family. Labda mnavutana katika Deal familia, with it ifanyie kazi in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 It doesn't matter where you are. Haijalishi uko wapi, Rise up. simama, Deal with your destiny killer. fanyia kazi kinachoharibu mwisho wako. That witchcraft, Huo uchawi, that evil out of your forefathers, hayo madhabahu maovu ya still mababu seeking zako, regret over your life. ambayo inatafuta haki You katika maisha have the yako. power. Una nguvu, You have the anointing una upako to deal with it. ya kuifanyia In the kazi name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 You have the power to deal with it. Una nguvu za As kufanyia a kazi family, kama familia. let each one of us Kila mmoja wetu deal with our destiny killer. fanyia kazi kinachoharibu mwisho wetu. Hallelujah. Amen. 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 That which deals with the destiny of this family. Kinachoharibu mwisho wa familia hii, We deal with it. tuifanyie kazi. And when you deal with it, there is few things. If I have to deal with my destiny killer, or ours as family as destiny killer, Kama mtaharibu mwisho wa kile ambacho mtaifanyia kazi kile ambacho kinaharibu mwisho wangu, there is repentance. kuna kutubu. Hallelujah. Amen. There is confession of sin. Kuna kukiri dhambi. Amen. Amen. Repentance, you can talk about 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves, pray and seek my face and turn away from their wicked ways, I will hear from heaven and heal them and forgive their sin. Hallelujah. Amen. Amen. Confession. First read of John. First read of John 1:9.
Sura ya kwanza mstari wa 9. Confess your sin one to another. He is faithful and righteous to forgive us from all unrighteousness. Hallelujah. Amen. Amen. There is that confession. Kuna kule kukiri. And not just keeping quiet. Sio kunyamaza tu. Amen. And their confession you make by yourself. Na kuna kukiri. Their confession you make before the servant of God. Kuna kukiri ile utakiri mbele ya mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Because we have to deal with the destiny killer. Sababu lazima tufanye kazi We kila have to deal with it. Each one of us. kila mmoja wetu. The enemy is after you. Adui wewe ndio anatafuta. Amen. Amen. You know, I was before I got this. Kabla sijapata hii. I never got it from the people who I have heard people talk about destiny killer. But another day I was thinking about what I am going to preach. And somebody tells me destiny killer. I ask myself, what is it? Nikajiuliza hii ni nini? Hallelujah. Because we have a destiny. Kwa sababu tuna mwisho. And many of our destiny are being destroyed by the enemy. Na mwisho wetu And it has come a time we have to stand up. Lazima tusimame. And deal with our destiny killer. Na tufanyie kazi kinachoharibu. Hallelujah. Amen. And close every door. Na tufunge kila mlango. On Saturday we had that the door we shut is shut. Jumapili tukasikia kwamba mlango tunayofunga. The door we open is open. Mlango tunaofungua We shut the door the destiny killer come through. Tufunge mlango ambao anayeharibu. Hallelujah. And that which we shut no one can open. Lakini ambacho tumefunga hakuna yeyote. Hallelujah. And we open for prosperity. Na tufungulie And the power to reach our destiny. Na nguvu za kufikia In kushinda. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 There are doors Kuna milango. we have to shut. Lazima tuifunge. We have the key. Tuna funguo. In your own life, Katika maisha yako. there are doors you have to shut. Kuna milango lazima ufunge. As a believer, Kama mwamini, you cannot visit a witch. huwezi tembea kwa mchawi. You cannot have holy waters you pour every morning and a holy broom. You broom you sweep the demons. Huwezi patiwa As a believer. uanze kumwaga kila asubuhi Yes, ama too much. kifagio. Ni zaidi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As a believer, Kama mwaminio, you cannot commit prostitution hawezi fanya ukahaba or adultery. ama malaya. Hallelujah. Amen. As a believer, Kama mwaminio, you cannot steal. hawezi iba, You cannot speak wrath. hawezi ongea uongo. As a believer, Kama mwaminio, you cannot abort. hawezi toa mimba. Hallelujah. Amen. As a believer, Kama mwaminio, you cannot corrupt. hawezi honga, hawezi toa hongo. Hallelujah. Amen. As a believer, Kama mwaminio, you cannot take somebody's wife hawezi chukua mume wa mwingine or somebody's husband ama mume wa mtu and go with her. na uende Oh, na yeye, uende na yeye. Hallelujah. Amen. As a believer, Kama mwaminio, if you these are phrases we need to shut hii ni sehemu ambayo tunastahili kufunga in your own life. katika maisha yako. Hallelujah. Amen. And open for prosperity. Na ufungulie kuna Because you wingi. see, when we are talking about destiny killer, Tunaponena juu ya kuharibu maisha yetu, there are things we live in this world, kuna mambo tunaacha katika and they are ulimwengu, together with us, na yako pamoja nasi, and we cannot run away from na them. hatuwezi Is to tuyatoroka. say this does not belong to me. Ni kusema hii si. Hallelujah. Amen. Amen. Because we live in the midst of the evildoer. Sababu tunaishi kati ya watenda maovu. Huh? As a believer, you cannot be envious. Na kwa kama mwaminio ustahili You kuwa cannot be jealous. hakuwezi kuwa na kinyongo. Huh? Unaona vile
Wachana na hiyo. If you are like that, deal with that spirit. Fanyia kazi hiyo roho. Tunaelewana? Because this is the doors which the enemy comes to destroy our destiny. Kwa sababu hii ndio milango adui upitie ili kuharibu mwisho wetu. Hallelujah. Amen. Amen. And you cannot be a drunkard. Na huwezi kuwa mlevi. Ati unajua siku hizi nikoweka pombe kwa nyumba, tunakunywa na mama, tunalala. You cannot do that. As a believer. Kama mwaminio. Drunkards will never inherit the kingdom of God. Walevi hawataurithi ufalme wa Mungu. That's what I'm saying. Sasa unasema We nini? are talking as a family. Tunanena kama There are familia. things you have to keep aside. Kuna mambo tutaweka That kama our destiny, we may reach our ili destiny. tufike mwisho wetu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor may not see. Mchungaji The father of the family may not see. baba wa familia But there is anaweza a father in heaven. lakini kuna baba mbinguni. There is a father in heaven. Kuna baba mbinguni. Hallelujah. Amen. There is a father in heaven Kuna baba who mbinguni. sees even in your cupboard. Ambaye anaona. Who sees ambaye anaona even between your brackets. hata kati. There is a father in heaven. Kuna baba mbinguni. He is the one who is taking us to our destiny. Yeye ndiye anatupeleka mpaka mwisho wetu. Hallelujah. Amen. 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 So I cannot hide. Kwa hiyo siwezi jificha. The Bible says we are naked before him. Biblia inasema kwamba tuko wazi mbele yake. Can we deal with the destiny killers? Tumfanyie kazi na mambo yanayoharibu mwisho. We have seen that we have a bright future. Tumesema kwamba tuna Our mwisho. tomorrow is better than Mwisho today. wetu ni mzuri kuliko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Our tomorrow is better than today. Kesho yetu ni mzuri kuliko leo. That we have to deal with the destiny killers. Lazima tufanyie kazi In the yanayoharibu mwisho name of wetu. Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. And let me tell you, Wacha nikwambie. God has a good plan for us. Mungu ana mambo mema juu yetu. Individually, Mkiwa mtu as a binafsi church. kama kanisa. Hallelujah. Amen. As a family, Kama we familia have a bright future. tuna kesho nao. We will affect many. Tutagusa wengi. Hallelujah. Amen. Si tunasikia we carry. In Tunabeba. fact, we have the destiny of many lives. Tuna mwisho wa maisha. You may see yourself as a small thing, Unaweza but kuona kama God has entrusted you lakini Mungu with amekuaminia destiny of men and women, maisha ya watu with wengi. destiny of young people, Mwisho wa watu with wengi. the destiny of you. Amekuaminia. It's in your shoulders. Wengi iko katika mabega. It's not time to joke around. Sio wakati wa kucheza. Hallelujah. Amen. 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 In fact, as a church, Kama kanisa, as a family, kama familia, we carry the destiny of Sagana. tunabeba mwisho wa Sagana. Hamukunisikia ama unaogopa. We carry the destiny of Sagana. Tunabeba mwisho wa Sagana. And not Sagana Road. Na sio Sagana peke There yake. are villages and towns around Sagana. Kuna vijiji ambavyo Their vinazunguka destiny is Sagana. in our shoulders. Mwisho yao iko katika mabega yetu. We cannot dare to joke around. Hatuwezi jaribu kucheza cheza. You don't know Haujui. that even Kirinyaga, Hata Kirinyaga. the destiny is upon our shoulders. Mwisho wake uko katika mabega yetu. There are things you have never heard of Kuna mambo ambayo that God has entrusted to us. kwamba Mungu You may be ametuambia. looking at us and seeing as if we are just some few people. Unaweza tutazama We know what we are doing. tunajua vile We have a vision. tuna maono. We know our destiny. Tunajua mwisho wetu. Hallelujah. Amen. And our destiny is with Na God. mwisho wetu uko na Mungu. Hallelujah. Amen. And everything carries or pertains to our destiny. Na kile kitu chochote ambacho ni cha mwisho wetu We will go with it. tutaenda nacho. That family will carry. Hiyo familia tunaibeba. That
that man, huyo mtu we will go with him. tutaenda na yeye. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So can we arise Kwa hivyo tuinuke and do something concerning our na destiny tufanye kitu kuhusu in mwisho the wetu name of Jesus katika Christ? jina la Yesu. Can we arise in the name of Jesus and call upon the name of the Lord? If you are not saved, Kama hujaokoka, your destiny is destruction. mwisho wako ni kuharibiwa. Come to Jesus. Kuja kwa Yesu, Receive Christ pokea Kristo as your Savior. kama mwokozi. Change your destiny Badilisha mwisho to wako eternity kwa maua in wa the milele name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Haleluya. We bless you, Lord. In the name of Jesus. All of you are in the name of Jesus. If you are not saved, get saved in the name of Jesus Christ. There is no bright future unless you receive Christ in the name of Jesus. And this morning, in the name of Jesus, I break every power in your life, that which kills your destiny. I destroy it and I break it. I set you free in Jesus' mighty name. I declare a new beginning. I change your destiny in Jesus' mighty name. May the Lord bless you in Jesus' mighty name. Amen.